Asante sana. Jina langu ninaitwa Athumani Mwachuma. Kwa nataka kutoa mchango hapa mfupi kidogo. Viongozi wa dini tutaendelea kuwalaumu vijana kwamba wamekuwa ni chachu katika kuchangia vurugu zilizotokea Oktoba 29. Lakini ni dhahiri kwamba tutakuwa tulifeli kuwauliza na kufanya research mbalimbali ni sababu gani muhimu sana ambazo zilipelekea vurugu hizo kutokea. Ninafikiri kwamba viongozi wengi sana wa kidini wamekuwa wakijihusisha na masuala ya kisiasa. Na hapa ninaomba niseme kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya hotuba ya mwanasiasa na hotuba ya kiongozi wa dini kwa wananchi. Hotuba ya kiongozi wa dini kwa wananchi ni hotuba ambayo inakwenda moja kwa moja kiimani, katika kujenga imani ndani ya moyo wa mwananchi. Lakini hotuba ya mwanasiasa ni hotuba ambayo, au ni maneno ambayo yanakwenda kukaa katika akili, yani mindset ya mwananchi, ambapo sasa kitu kikikaa kwenye mindset baada ya muda kinaweza kutoka, lakini kitu kikikaa moyoni kamwe hakitaweza kutoka. Na hapa kama nitakuwa nakosea viongozi, naomba mtanisamehe, lakini ningependa kusema kwamba na kushauri kwamba viongozi wengi wa kidini wamekuwa wakituendesha katika madhehebu yetu, katika misikiti yetu, lakini wengi sana wamekuwa na kasumba ya udini katika siasa zao. Yani kiongozi wa dini upo kanisani na wewe unakuwa ni mwanasiasa, unatengeneza chuki na unaongea maneno ambayo yatakwenda kujenga chuki kwa ule mwananchi dhidi ya serikali labda iliyopo madarakani. Kwa hiyo yule mwananchi, ile chuki haitaweza kutoka moyoni mwake kamwe, na bali ataendelea kuwa nayo hiyo. Na ndio maana tumepata madhara makubwa sana Oktoba 29, kwa sababu sisi viongozi wa dini wenyewe tulishindwa kukaa kwenye mstari wetu, tulishindwa kufanya katika nafasi yetu kama viongozi wa dini. Kwa hiyo viongozi wa dini lazima tuhakikishe tunakaa na kuwapatia awareness vijana, ili tuweze kutoa ile imani ambayo tulimpati wakati uliopita, ili waweze kutambua na kuondokana na kasumba ya udini.